Mpendwa msikilizaji wa JJ Creative Studio, karibu katika masomo ya kesha la asubuhi. Anza asubuhi yako kwa kuliinua jina la Yesu katika maisha yako. Yesu akiinuliwa juu, mioyo inaunganishwa, maisha yanabadilika, na Mungu akubariki. Piga pandana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti, imba sana. Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena. Ikiwa ni Disemba 28, somo linasema maandalizi ya mwisho wa maisha ya umilele. Na tuombe. Mtakatifu Baba ishiye mbinguni, asante kwa siku nyingine unayotupatia. Tunapenda kutafakari maneno yako, tufundishe sasa na mapenzi yako. Tunaomba kwa jina la mwanao mpendwa Yesu Kristo. Amina. Waraka wa kwanza wa Yohana 3 mstari wa 2 na 3 inasema, wapenzi, sasa tu wana wa Mungu, wala haijadhihirika bado tutakavyokuwa, lakini tunajua ya kuwa atakapodhihirishwa tutafanana naye, kwa maana tutamwona kama alivyo. Na kila mwenye matumaini haya katika yeye hujitakasa, kama yeye alivyo mtakatifu. Kupitia juhudi binafsi iliyounganishwa na maombi ya imani, mwanadamu hufunzwa. Siku kwa siku tabia hukuzwa katika kufanana na Kristo. Na mwisho, badala ya badilika kutegemeana na mazingira yake, badala ya kuendekeza ubinafsi na kutawaliwa huku na kule na mazungumzo ya kujinga yasiyokuwa na maana, mtu huyu anakuwa nahodha wa mawazo na maneno yake. Inaweza kukugharimu kuwa na mgogoro mzito katika kushinda tabia ambazo uliziendekeza kwa muda mrefu. Lakini tunaweza kushinda kupitia kwa neema ya Kristo. Anatuita kujifunza kwake. Atatutaka kuweza kujitawala wenyewe na kuwa na tabia kamilifu. Tukitenda yale yapendezayo machoni pake, mtawatambua kwa matunda yao. Ndicho kipimo chake pekee cha kupima tabia. Ili tuweze kuwa wa kweli katika ushawishi wa Roho wa Mungu, tutapiga hatua kutoka neema hata neema na utukufu hata utukufu, hata tutakapopokea mguso wa mwisho wa maisha ya umilele. Wapenzi, sasa tu wana wa Mungu, wala haijadhihirika bado tutakavyokuwa, lakini tunajua ya kuwa atakapodhihirishwa tutafanana naye, kwa maana tutamwona kama alivyo. Je, kupandishwa cheo kwa kidunia kunaweza kukupa heshima iliyo sawa na ili kuwa wana wa Mungu, watoto wa mfalme wa mbinguni, wanafamilia wa familia ya kifalme? Mwanadamu anaweza kutamani heshima anayoweza kukirimiwa na mwanadamu mwenzake mwenye ukomo, lakini itamfaidia nini? Waungwana wa kidunia ni wanadamu tu, ufa na kurudi mavumbini, na hakuna kuridhika kuna kudumu katika kusifiwa na heshima yao. Lakini heshima inayotoka kwa Mungu hudumu. Kuwa warithi wa Mungu na kuwa warithi pamoja na Kristo ni kupewa haki katika utajiri usiotafutikana. Hazina yenye thamani hiyo ambayo ikilinganishwa na dhahabu na fedha, johari na vitu vya thamani vya dunia hii, vinaonekana kutokuwa na thamani kabisa. Kupitia kwa Kristo, tunapata furaha isiyoelezeka, utukufu mwingi wa milele, mambo ambayo jicho alikuyaona, wala sikio alikuyasikia, wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu, mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao. Tunapungukiwa imani sahihi. Tunapaswa kujifunza ustadi wa kumwamini rafiki yetu mpenzi, japo hatumuoni. Yesu anatuangalia kwa huruma nyingi na anaguswa na hisia za udhaifu wetu. Hakuna mwanadamu hata mmoja ambaye ana uhitaji mkubwa ambaye atamwangalia kwa imani akakosa tumaini.
Mkristo ni mwanadamu mwenye furaha kuliko wote ulimwenguni. Anajihisi kuwa salama kwani anamtumaini Yesu na kufurahia uwepo wake. Ulinzi wake ni wa Mungu, awaokoaye wanyofu wa moyo. Usiahirishe jambo hili, bali anza kuimarisha akili yako kuwa thabiti kwa Yesu na mambo ya kimbingu, huku ukikumbuka kuwa kwa kutazama utukufu wa Mungu tunabadilishwa na kufanana naye. Uwe hodari katika Mungu. Utasoma The Review and Herald ya Juni 10 mwaka 1884. Na huu ndio mwisho wa somo lisemalo maandalizi ya mwisho ya maisha ya milele. Na tuombe. Asante Baba kwa somo zuri utupatia. Asante kwa kutukumbusha kuwa tufanye maandalizi kwa ajili ya maisha ya milele. Tunaomba yote kwa ajili ya mwanao mpendwa Yesu Kristo. Amina. Anakuja, Yesu yu